Taifa la Kenya limepoteza kiongozi kwa nchi yetu, lakini New Life pia imepoteza rafiki ambao watu hawakujua. Na ninasema pole kwa familia yake na pole kwa taifa la Kenya, na sote tumepoteza kwa kiwango kikubwa. Nasema sote tumepoteza kwa kiwango kikubwa kwa sababu wakati fulani kila mara Kenya ikienda kuingia katika hali ambayo haieleweki, sana sana kwa usalama, wakati wa uchaguzi, mara nyingi Mheshimiwa Raila amefanya uamuzi wa kujinyima nafasi yake na saa zingine haki zake, na kuhakikisha kwamba tuko pamoja na umwagikaji wa damu umeisha na watu wametulia na watu wameketi pamoja kama taifa. Mtu ambaye anaweza akajali maslahi ya nchi yake kuliko yeye mwenyewe. Kwa hivyo tunasema pole sana. Sisi kama kanisa tunaomboleza pamoja na nchi yetu kwa siku hizo zote 7 ambazo rais ametangaza. Lakini kwa upande mwingine, kanisa la New Life limempoteza kiongozi ambaye wakati fulani tulipokuwa katika matatizo ambao hatukuhusika, wakati ambapo tulitajwa kwa kosa ambalo hatukuhusika hata kidogo, wakati ambapo nilishikwa nikipelekwa jela, wakati ambapo mimi nilitoka jela, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisafiri kutoka Nairobi mpaka Mavueni na akaja New Life. Hakukuwa na kiongozi yeyote ambaye alitamani kuja kujua ukweli na kutathmini kilichofanyika na yale yaliyoko hapo. Hakuna mtu, tofauti na babangu wa kiroho Bishop Pius Muiru na wachungaji wake ambao ni ndugu zangu. Lakini Mheshimiwa Raila alichukua baadhi ya viongozi akaja mpaka hapa kutaka kujua ukweli ambao watu walikuwa wanasema.